Ilikuwa ni moja ya mechi nzuri ambazo nilizitarajia, moja ya mechi ambayo nilitarajia kwa sababu ya ushindani uliopo kwenye timu zote hizi mbili. Tunajua mara ya mwisho Pamba kupata ushindi au matokeo katika uwanja huu wa Lake Tanganyika ilikuwa ni mwaka 2019, wakati huo Pamba akiwa anacheza daraja la kwanza championship. Lakini amerudi kupata ushindi baada ya kutoka hilo msimu wa 2019 na 20 amekuja kupata matokeo 24-25. Unaweza ukaona ni muda mrefu kiasi gani. Na wakati huo wanapata matokeo walikuwa na mwalimu Felix Minziro Majeshi ambaye leo ndo amewapa matokeo tena hapa. Ikumbuke katika ligi kuu soka Tanzania bara wamepasuka hapa goli 2-2. Kule walitoshana nguvu ya sare ya magoli 2-2. Sasa ilikuwa ni mechi ngumu sana ambayo ilikuwa lazima iwe hivi. Lakini kwa ujumla wake nadhani Felix Minziro anastahili kupata pongezi kwa sababu ubora wa Pamba katika usajili ambao wameufanya dirisha dogo umeendelea kudhihirika kwa aina ya wachezaji wake, kwa sababu ukiangalia Mashujaa baada ya kukosa penalty na wao kuweza kupata goli kipindi cha kwanza, kipindi cha pili walikuja kucheza kikubwa sana. Waliweza kudhihirisha ule ubora wao kwa sababu waliweza kutuliza tempa, ambapo walikabia chini na walitoka kucheza eneo lao la ulinzi kama timu na kuweza kutengeneza mashambulizi tena kwa kasi, kwa kutengeneza space ambazo zilikuwa wazi, hasa wakimtumia Yonta Kamara ambaye aliingia kipindi cha pili kwa mvaji jezi nambari 14. Lakini pia ukiangalia Kasindi, licha ya kwamba alipata kadi nyekundu na kuingia kwa Shiga ambaye alikuwa jezi namba 23 alikuwa amepiga usinga pia kuendelea kuwapa uimara katika eneo la katikati, ambapo kuliwanyima Mashujaa kuweza kutengeneza nafasi kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo pongezi kwao. Lakini kwa upande wa Mashujaa FC nadhani mwalimu bado anaendelea kuisoma timu, na pia kuna kitu ambacho ni cha tofauti tumekiona katika mzunguko wa pili. Mashujaa imekuwa ikistruggle katika kusikoa magoli. Nadhani hii ni kutokana na kumkosa mtu ambaye ni target man kwenye eneo la mwisho, ambaye anaweza kufanya maamuzi ya katili kwenye eneo la mwisho, kwa sababu nafasi zimetengenezwa nyingi. Kiangalia Besela imegongwa kiacha mpira wa penalty, kuna goli nyingine tena pale imegongwa Besela kipindi cha kwanza. Kiangalia kipindi cha pili kuna nafasi ambayo ukimwangalia Dani unagundua kabisa kwamba akili nataka lakini mwili haukubali. Ndio kilichotokea leo, na mwisho wa siku ndio hivyo matokeo yametokea hivyo, wameibuka na ushindi na wanasonga mbele. Lakini ukiangalia flow ya Mashujaa kuanzia eneo la ulinzi utakubali kuwa kuna mabadiliko makubwa sana kwa upande wa Mashujaa, hasa kwenye flow. Lakini bado eneo la mwisho linaendelea kuwa changamoto, ambapo nadhani kwa kipindi hiki si rahisi kwa mwalimu aliyepo sasa Salum Shabani Mayanga kulifanyia marekebisho kwa 100%. Ingawa naamini atajaribu, lakini bado mpaka dirisha kubwa ndo tutakuja kuona, au kwa nyingine msimu ujao ndo tutakuja kuona mabadiliko hayo. Mara ya mwisho Mashujaa amecheza mchezo wa mashindano ni takriban wiki 3 zilizopita, na ilikuwa ni mchezo wa FA pia dhidi ya Geita Gold hapa pale Tanganyika. Na nafikiri mili bado haijafunguka kutokana na mazoezi makali ambayo wameyafanya kuendelea kujitafuta. Hicho ndio kikwazo nachokiamini cha kwanza, na hii ilikuwa ni mechi yao ya kwanza ambayo kama nilivyoeleza awali kwamba historia inaendelea kuweka mchezo huu kuwa miongoni mwa michezo ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa, na ilikuwa lazima iwe na ushindani mkubwa kwa ajili ya historia. Sasa mili ili ifunguke nadhani walihitaji kuweza kupata mechi za kirafiki chache, angalau hata 2-3 za kuendelea kuifungua mili yao. Na hizi mechi nadhani kwa Kigoma ilikuwa ngumu kuweza kuzipata kwa sababu ya aina ya timu tulizonazo, lakini pia hawakupata nafasi kwa sababu wameanza kurejea kwenye maandalizi kuanzia tarehe 13. Kwa hiyo ni wakati mfupi sana au ni muda mfupi sana kwao kuendelea kutengeneza utimamu ambao wanaweza wakahimili kushindana dhidi ya timu ya kaliba ya Pamba, ambayo ukiangalia wao wana professionals zaidi ya 10. Kwa hiyo maana yake quality walionayo ni kubwa zaidi ukilinganisha na Mashujaa. Mimi siamini kama Mashujaa alikuja na matokeo, kwa sababu aina ya game jinsi ilivyokuwa. Kipindi cha kwanza Mashujaa alitengeneza nafasi nyingi, lakini pia ukiangalia namna mwalimu alivyofanya machaguo yake ni machaguo yale ambayo tumeyazoea tu siku zote. Nadhani ambaye hatukumuona wa kila siku ni Daniel Yanga peke yake, lakini upande mwingine wachezaji kwa kiasi kikubwa walikuwa ni wale. Eneo la katikati Yusuf Dunia, Cheda pamoja na Istanbuli walikuwa katika nafasi zao za kila siku. Safu ya ulinzi ilikuwa inaundwa na wachezaji wale. Labda tumemkosa tu Mpoki Mwakinyuki ambaye naye hivi karibuni tunaambiwa kwamba alienda msibani baada ya kufiwa na babake. Kwa hiyo hakukuwa na ile ambayo tunaweza tukaizungumzia hiyo. Mimi nafikiri ubora tu
wa Pamba umeweza kuamua haya matokeo, kwa sababu hata mwanzo kama umeona approach ya Pamba kwa kiasi kikubwa ameanza na wachezaji ambao hawapati nafasi. Ukiangalia upande wa kulia alianza under 20 Yunus Lema ambaye amepandishwa hivi juzi. Ukiangalia upande mwingine alianza Oviedo huwa haanzi, mara nyingi anaanza Ibrahim. Ukiangalia katikati alipokuwa anacheza Okoje, Christopher Okoje, Orchum yenda alikuwepo pale na Kamara eneo la katikati kwenye ulinzi. Lakini ukija katika eneo la kiungo utakuta kwamba pia aliweka viungo ambao kiasili si wakabaji kwa 100%. Kasim pamoja na Pauline wote sio wakabaji. Kwa hiyo kama vile mwalimu wa Pamba hakuitaka ile mechi, yani alikuwa anataka kutuonyesha kama vile alikuwa anahitaji mechi ya ligi ambayo anakwenda kucheza na Namungo. Lakini mwisho wa siku kipindi cha pili alikuja na approach ya tofauti. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba hawakuitaka, waliitaka, mimi naamini, lakini changamoto tu kwamba ni matokeo. Nafasi wametengeneza nyingi sana Mashujaa kipindi cha kwanza, lakini ndio hivyo, zote wamekosa. Mwalimu amezungumza vizuri kama ulimsikia kabla ya mechi. Moja ya vitu ambavyo amezungumza ni kwamba yeye ataanza kwanza kuingia kwenye viatu vya mwalimu Abdalla Bares. Maana yake kwamba ataanza kuapproach mechi kwa wachezaji wale na ataendelea kuingiza vitu vyake taratibu. Sasa substitution ambayo imefanyika nafikiri ni ya kiufundi zaidi, ambayo ilitaka timu kuendelea kuisogeza mbele kwa maana ya kupush mashambulizi, kwa sababu Ngushi hakuwa kwenye ubora ule, na nadhani inawezekana kuwa kwenye ubora kwa sababu ya aina ya mechi yenyewe na mazoezi walioyafanya, ili kuhakikisha wanatengeneza uwezo mzuri sana wa kuweza kupata magoli mengi, lakini ndio hivyo, haikuwezekana. Kwa hiyo mimi itoshe kusema tu kwamba wote ni wachezaji wa Mashujaa na approach ya mwalimu ilikuwa ni kupata matokeo, na mwisho wa siku ambaye alikuwa vizuri alikuwa ni Uromi. Lakini nafikiri pia kingine ambacho kimechangia Uromi kuonekana ni bora zaidi kwenye mchezo huu, unajua yeye ameanzia benchi. Sasa mchezaji alianzia benchi, manake yeye mchezo ameuona. Kama ameuona, ana faida ya kurekebisha kwenye mapungufu na kufanya kilicho bora zaidi, na inawezekana ndio maana sisi tunamuona kama alikuwa bora zaidi kuliko Crispin Ngushi. Ushindani utaendelea kuwa mkubwa kama tunavyojua, utaendelea kuwa mkubwa kwa sababu hii ni knockout stage. Lakini ushindani utaendelea kuwa mkubwa kwa sababu ukiangalia timu zilizoingia, kuna wakubwa wawili, mapacha wa Kariakoo, Simba na Yanga. Lakini pia kuna timu za daraja za ligi kuu ambazo zimeingia pale, nazo pia nafikiri zipo timu 5 pamoja na zipo timu 4 pamoja na timu 2 za championship ambao ni Mbeya City pamoja na Stendi ambao wameingia. Sasa kwa hali hiyo inakuja kupata sura, kwanza mpira wetu umekuwa, lakini cha pili ambacho tunakwenda kukipata hapa ni kwamba tunakwenda kuangalia mashindano ambayo kwa kiasi kikubwa fainali sasa hivi tunaweza tukaitabiri. Kwamba kama hao hawatakutana kwenye Simba na Yanga hawatakutana hapa katikati, basi kuna uwezekano wao wenyewe kuweza kukutana hatua ya fainali. Nadhani sasa hivi fainali inatabirika zaidi kuliko ambavyo Azam angekuwepo katika eneo hili. Singida yupo, lakini bado pia ni ngumu sana kuweza kumpa nafasi kubwa Singida, ingawa huwezi kumlinganisha na hao wengine. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa naiona mashindano makubwa, lakini ambayo inawezekana akatabirika fainali yake inakuaje.